28 mwezi uliopita mlikamata karafuu hizi zisizopungua gunia 15 katika maeneo hayo hayo, na leo hii mnaendelea kukamata. Jana tarehe 16 zikakamatwa karafuu nyingine katika eneo hilo hilo polo zisizopungua au magunia 28. Ni jambo la masikitiko makubwa kwamba bado wananchi hawajawa na huruma na nchi yao. Katika suala la uchumi ni jambo muhimu sana, tuwe na huruma wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba au wananchi wote kwa ujumla juu ya swala zima la kuhakikisha kwamba uchumi wetu unaimarika, tunaulinda, kwa sababu kama uchumi hatuwezi kuufanya ukawa bora tukaulinda, basi hali itakuwa sio nzuri. Leo tuangalie maendeleo mengi ambayo yanapatikana katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba. Ni suala zima la karafuu au uchumi wetu kukua, lakini masikitiko kuona kwamba kuna baadhi ya wananchi hawatakii mema nchi yetu, amani yetu hawaitaki. Wanaona ni bora watu binafsi kufanya vitendo kama hivi vya kuhujumu. Niendelee kuwashukuru sana kamanda KMKM kwa juhudi kubwa, ambao nimpongeze sana kamanda wenu Komodoro kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuhamasisha ili kuona kwamba askari wako makini, ili kuona tunalinda uchumi wetu usiweze kutetereka. Wale ambao wanaendelea kuenda kinyume na utaratibu huu, kwa maana hiyo, na viomba vyombo vya ulinzi na usalama vichukue hatua kali juu ya vitendo hivi. Leo tayari chombo tunacho pale, tunakiona, tuna gari ya ng'ombe na ng'ombe wake yupo. Kwa maana hiyo hawa watu lazima watakuwa watajulikana tu. Sasa naomba vyombo katika suala hili tusiwe na huruma katika uchumi wetu. Tunaona wenzetu uchumi unavyoathirika huko kutokana na hili kutojali amani, kutojali maendeleo ya nchi yao. Sasa sisi wananchi wa kisiwa cha Pemba au mkoa huu wa Kusini Pemba, leo wanakuja watu wanatuharibia uchumi wetu na kuufanya kwamba usiwe madhubuti, ukufanya utetereke, hali ya maendeleo yatetereke. Sasa ikiwa katika jambo kama hilo, ni vyema tusiwe na huruma na tuwapeleke katika vyombo vya sheria. Mimi ikiwa kiongozi wa mkoa nitahakikisha kwamba tunadhibiti hili na tunapambana nalo. Tunashirikiana na viongozi wa KMKM ili kuona, makamanda ya KMKM ili kuona tunapambana na hili, kuona kwamba uchumi wetu tunaudhibiti na tunapata maendeleo makubwa. Nataka niseme kwamba yule aliyefanya hii gari ya ng'ombe na ile mashua idhibitiwe, isitoke. Siku itakayokwenda popote lazima niarifiwe kwamba imekwenda mahali fulani, ili mjue namna gani ya kufanya. Mkiendelea kuja hapa mtu akija na huruma zake akaweza kulichukua chombo hichi, gari ya ng'ombe na ng'ombe wake akamchukua kutokana na huruma, basi mimi sitomvumilia mtu kama huyu, kwa sababu ni mtu ambaye hana imani na nchi yetu, hana imani na maendeleo yetu. Leo viongozi wetu kila wakati wanahubiri amani, wanatuhubiri uchumi wetu. Leo tunataka mabarabara, tunaona mabarabara yanayojengwa, tunaona maendeleo, mashule na nini yanayojengwa, yanatokana na uchumi wetu huu wa karafuu. Leo mtu huyu anachukua karafuu, anangoja tu naftari, anakwenda kuchukua karafuu, anazipeleka bandarini, anazikapani ili kusafirisha kwa manufaa yake tu binafsi, anakwenda nazo Tanga au anazokwenda nazo Mombasa. Leo tuangalieni hali hii. Leo serikali imejitahidi kupandisha bei ya karafuu. Bei ya karafuu si ndogo, lakini mtu mmoja tusijui tamaa gani inaompa, anachukua karafuu zetu, anaziharibu, anazipeleka katika mazingira mengine. Sasa hili ni jambo la kusikitisha sana. Nawaomba sana wananchi wa kisiwa cha Pemba, mkoa wa Kusini Pemba, wananchi wa Zanzibar wote, naomba sana tuwe na imani na nchi hii, tuwe imani na maendeleo yetu, tuwe na imani kwamba yote maendeleo tuyapata yanajumuika kwa pamoja. Tunataka madawa, tunataka maendeleo mengine. Sasa leo watu wanatetereka kuchukua mtu mmoja peke yake, manake ubinafsi uliojaa. Sasa tunasema hatuvumilia, tutapambana na hawa. Niendelee kuwashukuru sana viongozi, makamanda wa KMKM kwa kazi kubwa mnaoifanya. Mnafanya kazi ya ziada, muendelee kufanya hiyo, na tutashirikiana na Komodoro kuona kwamba tunawapa motisha, lazima, kwa sababu hili ni jambo jema. Kwa hivyo nawaambia wananchi kwamba sisi tuko macho kabisa, KMKM iko macho, serikali kwa ujumla, vyombo vyote vya ulinzi viko macho kupambana na uhalifu ambao unaendelea. Huu ni uhalifu wa kiuchumi, ni si jambo jema kufanya hivyo. Sasa niwaombe wananchi, lazima tushirikiane na hizi karafuu tuzikamata, tuzipelekeni katika vyombo vya sheria ili sheria ichukue mkondo wake na tusimamieni, kwa sababu hapo kuna vyombo vingine vitasema kwamba hii kwengine amekamatwa peke yake, imekwenda gari ya ng'ombe, akamatwa, lakini hii inajulikana, mtu tunamjulikana kwamba Wambaa hii madhara tukawambaa ni ya fulani na ng'ombe yule ni wa fulani.
Kwa hivyo wananchi, tupeni mashirikiano tuweze kumkamata, tumpeleke kwenye vyombo vya sheria, na hizi karafuu tuzipeleke ZSTC ili taratibu nyingine zote ziendelee. Naendelea kukuthibitishia kwamba kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM Kamanda ya Pemba tutaendeleza doria mbalimbali za baharini na nchi kavu ili kukabiliana na wale wote ambao wanasafirisha vitu kwa njia ya mabeli na kwa kutumia bandari Bubu, na tutahakikisha kwamba wale wote ambao tunawakamata au vitu vyao tunavyovipata tunavipeleka katika mamlaka za kisheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Kitendo hichi cha kujaribu kusafirisha zao hili la karafuu kwenda nje ya nchi kwa kutumia bandari Bubu na kwa njia ya magendo hakikubaliki, kwa sababu zao hili la karafuu sheria inaruhusu kwamba ni kwenda kuzipeleka katika shirika la taifa la biashara ZSTC tu na si kwa njia nyingine yoyote au pale kitakapotoka kibali chengine maalum cha serikali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kufuatia kitendo hichi, tunaziomba mamlaka za kisheria kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale wote ambao wanajihusisha na vitendo kama hivi, na nitoe wito kwa wananchi kufuata sheria na taratibu zilizowekwa ili waweze kujiepusha na madhara au matatizo ambayo yanaweza yakawafika. Kwa sasa ni Kaimu Kamanda Zaeka mkoa wa Kusini Pemba. Kwa kweli Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hili tukio linatuthibitishia kwamba vyombo ambavyo vya ulinzi na usalama ambavyo vipo katika mkoa wako vinafanya kazi masaa 24. Tumepokea mzigo huu kutoka kwa wenzetu wa KMKM. Sisi jukumu letu ni kulitekeleza kisheria. Tutakwenda kufungua ombi mahakamani, zitatoka siku 30 kwa mujibu wa sheria. Yoyote yule ambaye atakuwa na huu mzigo atapewa mamlaka kisheria aweze kujitokeza kwenda naye mahakamani kwa ajili ya kulikamilisha hili ishu sheria. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kuhakikishia kwamba mzigo huu uko salama, ng'ombe yuko salama, atakuwa yuko katika ulinzi wa KMKM wenzetu pamoja na mashine.